بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. Sala na salam zimwendee mbora wa viumbe Mtume Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wako wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tumwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani na leo tupo kwenye kikao cha 13 ambacho kinasema juduhu sallallahu alayhi wasallama fi Ramadhana, ukarimu wa Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani, ukarimu wake Mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya Ramadhani. Hadithi ya Ibn Abbas, Allah amridhie, kasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ajwada an-nas, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa ni mkarimu zaidi kuliko watu wote. Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadhana, na ukarimu wake ulikuwa mwingi zaidi, umekuwa ukizidi anapokuwa yupo ndani ya Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, wakati anakutana na Jibril. Wakana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana, na amekuwa akikutana naye kila usiku wa Ramadhani, ndio alikuwa anamjia. Fayudarisuhu alqur'ana, kisha anamhifadhisha, anamfanyisha murajaa wa Qur'ani. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa ni mkarimu zaidi kwenye mambo ya khairi kuliko hata upepo unapovuma. Upepo ni kuvuma, upepo jinsi unavyokuwa mwepesi, unavyokuwa na haraka, basi Mtume alikuwa ni mkarimu zaidi. Kwa hiyo hadithi hii leo tunachukua ni hiki kipengele cha kuhusu ukarimu. Ndio hadithi amepokea Bukhari na Muslim. Ndio maana anasema Sheikh mtunzi wa kitabu, ewe mwanadamu, infiq fi kulli wujuh, anfiq fi kulli wujuhi alkhairi min as-sadaqati ala al-fuqara'i wal-muhtajina wal-yatama wa ghayrihim. Toa katika njia zote za khairi. Toa katika njia zote za khairi. Kunako mambo ya sadaka. Toa kuwapatia mafakiri. Toa kuwapatia wanaohitaji. Toa kuwapatia mayatima na wengineo. Toa, jitolee kuwa mkarimu zaidi, hususan ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Zidisha ukarimu. Washab min rasidika waj'al dhalika liakhiratika, chukua katika ile mali yako uliyoirimbikiza, uliyoweka ndani, toa hemo fungo lidogo tu la sadaka, ujalie kwa ajili ya akhira yako. Wa'lam anna ma anfaqtahu huwa alladhi lak, na uelewe ya kwamba kile ulichokitoa ndicho cha kwako. Ulichokitoa ndicho cha kwako. وقد قال الله تعالى, Allah anasema, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, toeni kwa vile ambavyo Allah amekujalieni nyinyi kuwa ni wenye kuvilinda. Mali ambazo uko nazo, elewa kwamba vile Allah alikufanya kuwa tu mlinzi wazo, utaondoka utaziacha, kisha zitalindwa na wengine. Kumbe maadamu ungaliki kwenye mamlaka ya kumiliki hizo mali, toa sadaka. Saidia mayatima. Saidia mayatima kwa wingi. Saidia mayatima kwa wingi. Kuna baadhi ya vikao ya khairi ambavyo wanakutana watu, wanajumuika, wanakuwa ni kundi fulani, wanasaidiza watu fulani, wanawasaidiza mayatima, wanaenda kuwasaidiza wagonjwa, wanatoa sadaka tofauti katika miezi tofauti. Tunayashuhudia haya. Basi
ndani hii ya Ramadhani ni wakati ambao zile khairi mlizokuwa nazo mkizifanya kabla ya Ramadhani, kwenda kuwasaidia mayatima, kwenda kuwaona wagonjwa kwa mganga, zidisheni hizo khairi ndani ya Ramadhani. Kama kabla ya Ramadhani mlikuwa mkienda kuwasaidia mayatima labda kitu fulani kidogo, hivi ndani ya Ramadhani zidisheni juhudi. Allah subhanahu wa ta'ala anaona zile khairi mnazozifanya, lakini mkumbuke kuvifanya kwa ikhlas. Makundi ambayo yapo nyumbani nchini kwetu Burundi ambayo yanafanya harakati za kwenda kuwasaidia mayatima, kwenda kuwaona wagonjwa kwa mganga, basi hivi ndani ya Ramadhani zidisheni juhudi na muweke ikhlas ili kutaka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ajalie yale mnayoyafanya yawe katika mema yenu, katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama. Hadithi ya Al-Harith ibn Suwaid anasema kwamba Abdullah kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, miongoni mwenu mali ya mrithi, yani nani miongoni mwenu ambaye mali ya mrithi wake anaipenda zaidi kuliko mali yake. Bimaana Mtume anaonyesha kwamba vile watu tunapenda vitu vya warithi wetu, wale ambao tutakufa tunawaacha, tunapenda mali zao kuliko mali zetu sisi. Masahaba wakastaajabu, qalu ya Rasulullah, wakasema wa Mtume wa Allah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilayhi, hakuna yoyote miongoni mwetu isipokuwa mali yake anaipenda. Kila mtu miongoni mwetu anapenda mali yake, hakuna mtu anapenda mali ya mwingine. Mtume alayhi salatu wasalam akasema, fa inna malahu ma qaddam, mali yake ni ile aliyotanguliza. Mali yako wewe mwanadamu ni ile uliyotanguliza, uliyotumia ukamaliza, uliyotoa kwenye sadaka, kile ulichokitanguliza ndio mali yako. Wa malu warithihi ma akhara, na mali ya mrithi wake ni ile ambayo ilicheleweshwa, iliyobakizwa. Wewe uko na pesa ulizotumia, kwa hiyo wewe mwanadamu uko na mali, kile ulichokula ukamaliza ndicho cha kwako. Ama ambacho bado kingali kwenye mikononi mwako na kiona hiki sio chako, ikiwa kwamba utafariki, ni cha watoto zako, warithi wako, sio cha kwako wewe. Kwa hiyo toa sadaka kwenye mali yako, hiyo ndiyo yako uliyoitanguliza. Ama kukaa na weka eti niko na kusanya mali zangu, si zako. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari. Kisha Sheikh akasema, kun jawadan fi ramadana bil ata'i was sadaqat, kuwa mkarimu zaidi ndani ya Ramadhani kwa kutoa, kwa kupana, kwa kutoa sadaka. Wastaghilla fursata al-umri, tumia fursa ya umri. Huyo umri wako utumie, wakati wote unaweza kufariki. Huenda ulioyatoa huko kabla hayakuwa na ikhlas, lakini ukakitoa ndani ya Ramadhani kikaja kuwa ni chenye kukubaliwa. Tumia fursa hii. Fallahu a'lam hal ya'ti ramadana al-aam al-muqbil, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Je, Ramadhani mwaka wa kuja mwaka ujao itakuwepo? Yani bimaana wewe utakuwepo kwenye Ramadhani ya mwaka ujao? Hauna uhakika. Hata na hii Ramadhani hauna uhakika kama utaimaliza. Allah ndo anajua kwamba Ramadhani mwaka ujao itakuja ama haiji. Wa anta hayyun, hivi Ramadhani ya mwaka ujao je itakuja, wewe upo hai? Am yaati wa qad kharajna min ad-dunya, au inaweza ikaja nasi tumeshaondoka, tumeshafariki, tumetoka katika hii dunia, umeshakufa zako. Waqad kana sallallahu alayhi wasallam ajwada min ar-rih al-mursala, Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa mkarimu zaidi kuliko hata upepo. Fakun mutaasiyan bihi sallallahu alayhi wasallam, muigie Mtume alayhi salatu wasalam, muigie Mtume alayhi salatu wasalam. Sheikh akaendelea kusema, wa qum bi taftiri saimina
itanala ujurahum, simama kwa kuwafuturisha wenye kuswaumu. Nunua angalau basi juice, tende, nunua tende, mpe mtu tende moja tu, huyu mpe tende moja, huyu mpe tende moja. Unakuwa umeandikisha, unakuwa umewekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani, Allah mridhie, kasema Mtume alayhi salatu wasalam, man fattara saima, atakayemfuturisha aliyeswaumu, ukampatia aliyeswaumu kile chakula, kile kitu ambacho ndicho cha kwanza anaanza kuweka kinywani mwake, kana lahu mithlu ajrihi, huyu aliyefuturisha anapata malipo sawasawa na yule aliyeswaumu, yule aliyefuturishwa, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi shay'a, pasina kupunguka malipo yoyote kwa aliyeswaumu. Yule ambao unamfuturisha anapata malipo yake ya swaumu, na wewe mwenye kumfuturisha una malipo yako ya swaumu, unapata pia na malipo ya uliyomfuturisha huyu mtu. Rawahu Tirmidhi. I'lam anna ma taqaddamahu min malik huwa rasiduka alhaqiqi min malik. Elewa wewe mwanadamu, kile kilichotangulia kwenye mali yako, hiyo ndio akiba yako ya uhakika katika mali yako. Ndio akiba yako ya uhakika. الرصيد هو المال الذي أوضع في الحساب. الرصيد kwenye darasa letu hili ni mali ambayo iliyowekwa, iliyokuwa stoke kwenye benki ndani hivyo yani. Walidhalik anfiq fi Ramadan, ndio maana toa ndani ya Ramadhani, zidisha juhudi, lianna an-nafaqata fihi mudha'afa, kwa sababu kutoa ndani ya Ramadhani malipo yanakuwa ni zaidi. Kwa nini? Liannahu zamanun fadil, kwa sababu ni wakati bora. Ramadhani ni wakati uliokuwa bora. Wahris an tukhrij min malika min al-ana qabla an tamut. Harakia kutoa hivi sasa katika mali yako. Toa kidogo japo katika mali yako kabla hujafariki. Usije ukafikiwa na kifo kaanza kwa ya laitani ish. Tayari imepita. Haya yanatokana na hadithi ya Mutarrif kutoka kwa baba yake akisema, ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa huwa yaqra'u alhaakumut takathur, nimeenda kwa mtume alayhi salatu wasalam, nikamkutana huko mtume akisoma alhaakumut takathur. Nimemkuta mtume akisoma hii sura. Bimaana alhaakumut takathur, kumekushughulisheni kutafuta wingi, yani mnatafuta vitu vingi. Watu mmeshughulishwa na dunia, mnakimbizana, mnatafuta vitu vingi ambavyo mtafariki mnaviacha. Qala, akasema, yaqulu ibn adam mali, mwanadamu anakaleta kusema mali zangu. Na hii ndio hali ambayo tumo leo, kila mtu anawaza ni mali tu. Qala, akasema, wa halaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnaita, hivi wewe mwanadamu una chochote katika mali yako, au wewe una mali isipokuwa kile ulichokula ukamaliza? Hiyo ndo mali yako, uliokula ukamaliza, hiyo ndio mali yako. Au labista fa ablaita, au ile uliovaa ikaoza ikamalizika ikakwisha, hilo ndio mali yako ambayo unayokula. Au tasaddaqta fa amdaita, au ile sadaka. Rawahu Muslim. Kwa sadaka ulioitoa wewe, ile ndo mali yako uliotanguliza, hizo ndo mali zako, kumbe toa sadaka kwa wingi. I'mal laka barnamijan limalik fi Ramadan, weka program ya mali zako ndani ya Ramadan. Ij'al juz'an tibika li sadaqati, jalia kiwango fulani katika mshahara wako iwe ni kwa ajili ya sadaqa. Ij'al juz'an min tijaratika lilfuqara wal yatama, jalia sehemu fulani katika biashara zako iwe ni kwa ajili ya mafakiri na mayatima. Ij'al juz'an min rasidika fi waqfi khairi,
fi waqfin khairi, jalia sehemu fulani ya akiba katika mali zako iwe ni kwa ajili ya kutoa wakfu kwenye mambo ya khairi, au litab'i kitabin mufidin min kutubi al-aqidati au al-fiqh au al-tafsir, au toa pesa ili kuchapisha vitabu vya faida, vitabu vya aqida, vitabu vya fiqh, vitabu vya tafsiri, watu wasome upate thawabu. Wajtahid an taj'ala laka waqfan ala kulli a'mali al-khair, jitahidi ujijalie kuweka wakfu kwenye kila vitu vya khairi, rimbikiza kwenye kila kitu cha khairi, wekeza. Kwa hadithi Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha, anapofariki mwanadamu mambo yote yanasimama isipokuwa mambo matatu ndio yanaendelea. Illa min sadaqatin jariyah, isipokuwa sadaka yenye kudumu, au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu yenye manufaa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema mwenye kuwa anamuombea mzazi wake. Rawahu Muslim. Jambo la sita akasema, tasaddaq min al-yawmi qabla an tamuta, toa sadaka leo, anza leo kutoa sadaka kabla hujafariki. Wa qabla an taquma saa, an taquma al-qiyama, na kabla qiyama akijasimama. Litakuna fi dhilli sadaqatika yawm al-qiyama, ili uwe chini ya kivuli chako siku ya qiyama. Hadithi ya Uqba bin Amir anasema, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama akisema, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusala baina an-nas, au qala yuhkama baina an-nas, kila mwanadamu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake mpaka pale watu watakuja kuhukumiwa, watakuja kupambanuliwa mambo yao. Mtunzi au mmoja katika wapokezi akawa na shaka, au amesema yuhkama baina an-nas, kuhukumiwa baina ya nas, baina ya watu. Qala Yazid, akasema Yazid, na huyu Yazid ni Yazid ibn Abi Hubayb ambaye ni mmoja katika wapokezi wa hadithi. Anasema, wakana Abul Khair jina lake Marthad ibn Abi Abdullah al-Yazani, ni mmoja katika wapokezi ambao walipokea hadithi kwa Uqba bin Amir, sahaba. Anasema, la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi shay'in, hakuna siku ilikuwa ikimpita isipokuwa anatoa sadaka. Yani huyu Abu Khair hakuna siku ilikuwa inampita wa ila anatoa sadaka, walau ka'akatan, japo sadaka ya keki, au basalatan, au kitunguu, au kadha, au mfano wavyo. Bimaana anaonyesha hata kitu kidogo basi toa, ila isipiti siku kutoa sadaka. Rawahu Ahmad. La tarudda ayya sa'ilin yas'aluka, usimfukuzi yoyote mwenye kukuomba, usimnyimi yoyote mwenye kukuomba. Wataasi bin nabii sallallahu alaihi wasallam, muigie Mtume alayhi salatu wasallam. Fa'ati kulla man sa'alaka, mpe kila mwenye kukuomba, walau shay'an yasira, japo ni kitu kidogo. Kwa hadithi ya Ibn Bujayd al-Ansari akisema, Ibn Bujayd al-Ansari kutoka kwa Al-Harith kutoka kwa babu yake kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kasema, ruddul miskina walau bidhilfin muhraqin, warejesheni maskini, yani wapeni wa maskini japo kwa kwato iliyochomwa. Kwato bimaana kikanyagio cha mnyama, cha ng'ombe au mbuzi au kondoo. Rawahu Malik. Na ndio maana Sheikh anasema, wa dhilfu, maana yake dhilfu lilbaqar walghanam kalhafiri lilfaras. Dhilf ni kile kikanyagio, lakini neno dhilf linatumika kwenye ng'ombe au mbuzi au kondoo, kama gisi kwenye farasi panatumika neno hafir, kwato. Walau, neno walau bidhilfin litaqlil, ya uchache, lianna dhalika aqallu ma yu'ta, kwa sababu hilo ndio uchache wa kitu kinachotolewa. Wal maana ya hadithi, tasaddaqu bima tayassara kathura au qalla, toeni sadaka kwa vile ambavyo vilivyo kukueni virahisi, sawa viwe vingi au vichache. Walau balagha fil qillati dhilfa mathalan, japo unachokitoa kitakuwa ni uchache sawa na kwato, kikanyagio cha ng'ombe, ule mguu, kile kikanyagio, fa innahu khairu min al-adam, ni bora kuliko kutokutoa. Yani toa hata kidogo, ni bora kuliko yule ambaye hakutoa. Tasaddaqi ayatuha al-mar'a walau min adh-dhahab alladhi ma'aki, toa sadaka ewe mwanamke japo kwa dhahabu ambayo uko nayo, toa hata sadaka ya dhahabu.
وتأملي هذا الحديث pia zingatia hii hadithi wewe mwanamama حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى mtume siku moja katoka kwenda kwenye sala ya Eid au ya Eid kubwa ama Eid ndogo akaelekea sehemu ya kusalia thumma sarafa kisha akamaliza kusali fawa'adha an-nas akawatolea watu mau'idha wa amarahum bis-sadaqa akawaamrisha kutoa sadaqa faqala akasema ayuha an-nas enyi watu tasaddaqu toeni sadaqa famarra 'ala an-nisa'i akatoka kwa wanaume akaenda kwa wanawake faqala akasema ya ma'ashara an-nisa'i enyi wanawake tasaddaqna toeni sadaqa fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar hakika niliona watu wengi wa motoni ni nyinyi wanawake rawahu al-Bukhari amepokea Imam al-Bukhari kwa hiyo sadaka si ya wanamume tu na wanawake pia wanatoa sadaka watu tushindishane wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun kwenye mambo ya khairi washindane wenye kushindana hapo ndio kufaulu kwetu la sivyo hapo tumeangamia Allah tujalie tu miongoni mwa wakarimu ni kujitolea kwa sana hadha billahi tawfiq subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik